Tunamshukuru Mungu kwa kuzaliwa wanawake, na Mungu ametuumba special sana wanawake. Hatuna budi kujikubali kila wakati, kila mahali kwamba sisi ni wa thamani sana. Mungu ametuumba wa thamani, na ndio maana kuna siku hii ya leo ya wanawake. Ujumbe wangu kwa wanawake, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupa rais mwanamke, Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamke ambaye kwangu mimi ananifundisha vitu vingi sana kama mwanamke. Mwanamke jasiri, lakini mwanamke mvumilivu. Hata umrushie jiwe vipi, yuko pale anavumilia. Kwa hiyo nataka niwaambie wanawake wenzangu, tusikate tamaa. Lakini kingine, tuendelee kujipa thamani, kujiongezea thamani. Kujiongezea thamani manake kwamba tusibweteke, tusikae tu. Tuangalie namna gani tunaweza kujiwezesha. Kuna mikopo ya aina nyingi sasa hivi. Tuachane mikopo inayoumiza mioyo yetu, inayoumiza familia. Tuangalie mikopo ambayo itawezesha familia. Tuongeze thamani kwenye familia zetu. Tusiwe vikwazo kwenye familia zetu. Siku ya leo iwe baraka, iwe siku ya kufurahia, lakini iendelee kutupa moyo, iendelee kutufanya sisi tuendelee kwa majasiri kwamba sisi wanawake tunaweza kila siku, tukiendelea kumtegemea na Mungu pia. Naitwa Aisha Msantu Mduya, ni mbunge viti maalum ninayowakilisha watu wenye mahitaji maalum. Katika kusherehekea siku ya wanawake duniani, ni siku ambayo imekuwa adhimu na ya kipekee, kwani tumeona wanawake wengi wameweza kujitokeza kufurahia na kusherehekea maendeleo ambayo yamejitokeza toka kuanzishwa kwa siku hii. Tumeona wanawake wengi ambao wameweza kujiinua kiuchumi, kiuongozi, lakini pia katika sekta nyingine kama elimu na nyingine za kijamii ikiwemo afya. Katika siku hii ya leo wanawake wengi wamejitokeza, ikiashiria kwamba wanawake tunajitokeza katika nyanja za uongozi. Tunaye mfano wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa awamu ya 6, lakini tumeona pia wanawake wengi wameweza kupata teuzi katika ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi za taifa, mikoa, wilaya na hata kwenye kata. Mbali na hayo, tumeona wanawake wengi wakijitokeza kuwania nafasi mbalimbali kama vile udiwani na ubunge, ambapo tumeongeza asilimia hizi. Hapa tunapozungumza zaidi ya asilimia 30 ya wabunge ni wabunge wa wanawake. Lakini pia mwanamke ameonyesha nguvu kama kuleta mabadiliko katika masuala ya mazingira, ikiwemo kuwa balozi mzuri wa nishati safi, ambao pia inaongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan.